ومن والاه أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبركة Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa baraka za mashaikh zetu, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniafikishe mimi na nyinyi kwa kile ambacho atatuafikisha. Ukisema basi kituvushe sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika mafanikio yanayotarajiwa katika dini, dunia na akhera. Ndugu zangu, mwanadamu ni miongoni mwa viumbe watukufu sana aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ilivyo ndio kiumbe cha mwisho, na asili yake mwanadamu ni mtukufu, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad karramna bani adam, na hapa kwa hakika tumemtukuza mwanadamu, tumempa heshima kubwa mwanadamu. Ikiwa hivyo ndivyo, uko wapi utukufu wa mwanadamu? Utukufu wa mwanadamu upo katika ilmu yenye manufaa, elimu ambayo matunda yake na malengo yake yanayotarajiwa ndani yake ni kupatikana kitu kinachoitwa ibada. Ilmu itakaomwezesha mwanadamu kumjua Mola wake na kujua namna ya kumwabudu Mola wake, kwa sababu hiyo ndio hikma ya kuumbwa kwake. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa waniabudu. Illa liya'budun, ilamu itakuwa ni lamu la aqiba, kwamba matokeo ya kuumbwa kwa mwanadamu, namna alivyoumbwa mwanadamu na jini, Mwenyezi Mungu amempa nyenzo za kumwezesha kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu ambaye kapewa akili ya utambuzi, akapewa na macho yenye kuona, akapewa na masikio yenye kusikia, lakini baada ya hapo akapewa mwongozo, ambao mwongozo huo ni ilmu, na baada ya mwongozo huo akaja walimu, mitume kwa kufundisha ule mwongozo, na mwongozo huo ukafungwa katika kile kinachoitwa dini, mfumo maalum wa maisha ya mwanadamu. Na ulimwengu huu, ndugu zangu, unaendeshwa kwa mfumo, na ili mwanadamu apate utukufu lazima awe na mfumo sahihi wa maisha yake, mfumo ambao ndani yake utakuwa na sheria, kanuni na taratibu zinazochunga nidhamu ya utendaji kazi wake. Sasa tunaambiwa mifumo ni miwili tu. Kuna mfumo unaitwa man-made system, mfumo uliowekwa na wanadamu,
kwa kufata matamanio ya nafsi zao, ambao kihakika mfumo huo hauwezi kutosheleza mahitaji ya mwanadamu kumfikisha katika utukufu. Na mfumo mwingine ni Allah's made system, ni mfumo alioweka aliyetuumba, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi alhamdu, Qur'ani imetubainishia katika sura ya 3 aya ya 19, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, mfumo sahihi wa maisha ambapo kila binadamu akiufuata mfumo huo atafanikiwa na atakuwa katika utukufu, ni Uislamu. Na kwa lugha yetu ya sasa, dunia inapaswa kufahamu Uislamu ni nini. Maneno haya yatakuwa yamekusanya maana yenye kutosheleza kuhusu Uislamu. Ndani ya neno Islam, Uislamu, kuna submission to the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala, kujisalimisha katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndani yake katika Uislamu kuna peace, amani ya kweli. Ndani yake kuna purity, usafi katika kila nyanja ya maisha na mengine mazuri. Lakini tuambiwa sasa, ili mwanadamu awe mtu wa hakika katika kuufuata huo mfumo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anahitajika kupata mfumo sahihi wa elimu na mfumo sahihi wa malezi. Walilahi alhamdu, ndani ya Uislamu ndio kuna uhakika wa mfumo sahihi wa elimu na mfumo sahihi wa malezi. Na leo dunia ndio inacheza na vitu hivi. Sote tuliokuwa hapa ambao ni wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shehe zetu wametufundisha kwamba mwanadamu yuko ndani ya mwanadamu ndipo alipo, ana nafsi, ana akili, ana moyo na ana roho. Ndipo pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi, ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Fahamuni, mtambue kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, kikitengemaa kikiwa sawa sawa, basi mwanadamu anakuwa sawa sawa, anakuwa ametengemaa. Kikiharibika, mwanadamu ameharibika. Fahamuni kwamba kipande hicho ni moyo, na ulipotajwa moyo umekusanya vitu vyote vya ndani tulivyovitaja hapa: nafsi, akili, moyo na roho. Na hapo ndipo mwanadamu aima anatengenezwa au anaharibiwa, kupitia mfumo wa elimu na kupitia mfumo wa malezi. Ikiwa mfumo wa elimu utakuwa ni sahihi na mfumo wa malezi ambao unasimamia utekelezaji wa yale yaliyofundishwa, mwanadamu atatengemaa, atakuwa katika utukufu. Kinyume chake, mfumo wa elimu usipokuwa sahihi na mfumo wa malezi usipokuwa sahihi, mwanadamu anaharibika. Sasa ndugu zangu, dunia tuliokuwa sasa, kuna crash of civilization. Walipojua kwamba mfumo wa Mwenyezi Mungu ni Uislamu, wale maadui wako kinyume na mfumo huu. Kwa hiyo wanatumia nguvu kubwa kupitia elimu na vitu vya kupandikiza ndani ya huyu mwanadamu ili kumbomoa. Sisi walimu kwenye mitaala hii ya elimu inayofundishwa duniani sasa hivi wanazungumzia kitu kinachoitwa competence based curriculum, mtaala ambao unahimiza umahiri, unalenga maeneo matatu: attitude, mtazamo au mwelekeo;
unalenga eneo lingine la knowledge, maarifa, na eneo la tatu ni skills, ujuzi, kumjengea uwezo mwanadamu wa kuyaendea maisha yake. Hapa kwenye attitude, mfumo wote duniani unaongozwa na itikadi. Na ndani ya itikadi ndio kuna mtazamo. Mtazamo ukibadilishwa, kila kitakachokuja kwa mwanadamu kinabadilika. Ndio hapa aliposema Mtume, moyo. Kwa hiyo na elimu ndio fanya kazi hiyo. Sasa kwa kuwa si sehemu ya kusema sana, niwaombe ndugu zangu, mimi na nyinyi, kwa kuwa tuko katika madaris na kila mmoja amepewa akili, tutafakari. Mfumo wa kibinadamu unapambana kila kukicha kuhakikisha kwamba wanampeleka mwanadamu vile wanavyotaka wao. Ndani ya mwanadamu kuna kitu kinachoitwa subconscious mind, ile akili ya ndani kabisa kule, ambapo programu zinazotengenezwa hivi sasa zikiingia kule, mwanadamu anabadilika. Tumewaharibu watoto wetu na tumeharibika sisi kwa kufuata mifumo ya binadamu. TV program nyingi na matamthilia hayo kuanzia asubuhi mpaka usiku, kwa sababu mwanadamu anaathirika zaidi kwa kuona. Annasu yataallamuna biuyunihim la biadhanihim. Kati ya kuona na kusikia, vyote ni vitu vya ambavyo wanadamu ni nyenzo za kujifunza. Basi mwanadamu kikawaida anaathirika zaidi na kuona kuliko kusikia. Wakati walimu madrasa wanafanya kazi kubwa, kuna program nyingi tumezigharamia mamilioni, tunazigharamia fedha, CD zinawekwa, mtoto ndo anashughulika nazo zile, anabadilishwa mtazamo wake. Kwa hiyo limekuja tatizo kubwa sasa hivi. Kwa hiyo kiufupi, tutafakari, sisi tunatakiwa turudi katika mfumo wetu wa elimu vizuri. Hatusemi kwamba watu wasome huko, watu wasome, lakini kama mtoto wako atakuwa anasoma shule tu, hana habari na madrasa wala hafatiliwi madrasa, jua kabisa huyu mtoto hatakuwa katika ule utukufu atakuwa kuwa, kwa sababu anaenda kubadilishwa. Nikimalizia ndugu zangu, adui anaposema maneno yatakuwa yafanywe kazi, sababu adui mara nyingi anamchunguza yule anayemfanyia uadui. Maadui wa Uislamu waliingia maabara wakafanya utafiti, wakijiuliza hii nguvu ya Uislamu na Waislamu inapatikana wapi? Kasema maneno haya: the strength of Islam and the Muslims comes from reading, understanding, trusting and implementing the real teachings of the Holy Quran and the Sunnah. Nguvu ya Uislamu na Waislamu inatokana au inapatikana kwa kusoma. Baada ya kusoma, kuelewa na kufahamu. Baada ya hilo, kinachofuata ni kuamini, trusting, kuamini. Baada ya hapo ni utekelezaji. Na walipojua hilo, ndio sasa unaona programs zimekuja nyingi za kubomoa haya. Nyinyi tutakuwa ni mashahidi sana. Tuna tatizo sasa hivi kubwa tu, hata kwa wale ambao tunaosoma, lipo tatizo upande wa utekelezaji, tofauti na wenzetu waliotangulia zama zao. Wao walikuwa watendaji zaidi kuliko vyovyote ilivyo. Kwa hiyo hivi sasa, ndugu zangu, jambo limekuwa zito sana. Tunao mfumo sahihi wa elimu, tunao mfumo sahihi wa malezi. Ni sisi kurudi katika dini yetu, kila mmoja, Allah, mzazi, mlezi na kila mwenye jukumu, walimu, tuwekeni mpango mkakati kuhakikisha kwamba sasa pamoja watoto wanatakiwa wasome kote huko, lakini dini iwe kipaumbele cha kwanza. Kipaumbele cha kwanza, na thubutu kusema kwa mtazamo wangu mimi, kama ni sehemu ya kugharamikiwa sana sasa hivi, ingia gharama kubwa kuhakikisha mwanao anaipata dini mapema katika vyanzo sahihi ambavyo tunavyo. La sivyo tutatumia gharama zetu kutengeneza bomu la kesho. Na sisi wazazi na walezi pia tukae katika madaris. Hizi ndio zama Mtume ameziashiria watu wakae sana kwenye vikazi vya ilmu na malezi.
Moja eneo la malezi limesaulika, ambapo tunamalizia hapo. Dunia imekuwa ngumu sana ndugu zangu, malezi yamekuwa magumu sana, mazingira yameharibika. Moja eneo mashehe zetu waliotumia sana ni eneo la dua. Wazazi wengi anaweza kumuita mtu amfanyie dua kwa ajili ya mambo yake, biashara ziende. Iteni mashehe wafanyie dua watoto kwa ajili ya mustakbali wao.